Shukuru Mungu kwa jinsi ambavyo mmeweza kufanikiwa katika hilo. Lakini nipende nami kuzungumzia habari ya changamoto mbalimbali ambazo mmezieleza katika risala yenu. Moja, kuhusu idadi ndogo ya wanafunzi ambao wanajiunga katika program hii. Nami niungane nanyi, na kama mlivyoandika katika risala yenu na mkaisoma hapa mbele yetu wote, niungane nanyi kwa kuhimiza na kuliweka hili kwenu kwamba tuombe idara ya vijana na chaplainsia sasa iweze kushirikiana pamoja na idara ya huduma za vijana, ili idara ya huduma za uchapaji, ili kuhakikisha kwamba kupitia PCM wanafunzi hawa wanaeleweshwa zaidi katika vyuo vyao, katika maeneo yao, na kuhakikisha kwamba wanaweza kuchukulia mpango huu ili waweze kujiunga kwa wingi. Na hii itatusaidia zaidi kuongeza idadi kubwa ya wanafunzi. Hata hivyo, ninashauri wakati mwingine ikiwezekana, wakurugenzi wa idara ya huduma za vijana na chaplainsia waweze kualikwa katika matukio haya, ili ikiwezekana walichukulie kwa uzito jambo hili na hatimaye likasaidie katika kuwaelimisha wanafunzi wetu walioko vyuoni. Jambo la pili ni kuhusu upungufu wa machapisho ama upungufu wa vitabu mbalimbali. Nami nikiri kama ambavyo mmeandika katika risala yenu kwamba changamoto hii ipo, na nipende kueleza tu kwamba taasisi zetu mbili, ukianza na ile shirika la huduma za nyumbani, afya na maisha bora HHS, lakini pamoja na kiwanda chetu cha uchapishaji, nyumba ya uchapaji ya Ufunuo, wamekuwa na changamoto kadhaa wakati fulani, hasa katika kupata idadi kubwa ya vitabu hivyo. Changamoto ya kiuchumi ambayo inazikumba taasisi hizi, bado tunazidi kushirikiana nazo ili kuweza kusaidia changamoto hii, na hatimaye muweze kupata vitabu ama machapisho mbalimbali, hasa wakati ambapo kunakuwa na programu hizi. Lakini ipo changamoto ya tatu ambayo hii ni kuhusu upungufu wa wanafunzi wanaojiunga, ambayo nimeshaeleza hapo mwanzoni kama ambavyo imeandikwa katika risala yenu. Elimu izidi kutolewa kupitia vile vyama vya TUCASA katika vyuo vyenu, na hii ni waombe sana machaplain tulionao wakishirikiana na wakurugenzi wa idara ya huduma za vijana na chaplainsia kuweza kutoa elimu ya kutosha kuhusu mpango huu, na hatimaye unaweza kufikiwa na idadi kubwa ya wanafunzi kutoka vyuoni wanaweza kujiunga na program hii. Mwisho kabisa, katika hizi changamoto, hili naomba nilizungumze katika namna ya pekee ambalo limetajwa kuhusu wachungaji wa mitaa kutowapokea wanafunzi hawa. Na hii ni waombe wachungaji wote wa mitaa walioko hapa kwamba muweze kuwapokea vijana hawa. Lakini nipende kushauri pia, kwa sababu maofisa wetu wa conference na field wako hapa, ni waombe hili ni la kwenu. Wachungaji wa mitaa wakilipokea kutoka kwenu bila kuwaachia wakurugenzi wa huduma za uchapaji wenyewe, litafanikiwa. Tunatamani lifanikiwe kupitia kwenu, kwa sababu nyie mkiandika barua tu kwenda kule kwa wachungaji watalipokea, ila wachungaji wenyewe hawa wakurugenzi wenyewe wakilifanyia kazi, wakiamua kwamba wao wanalibeba wenyewe, litakuwa na mwitikio mdogo, kwa sababu wachungaji wetu wanasikiliza hasa sauti ya maofisa. Hivyo basi ni waombe
hili maofisa wote mlioko hapa mlichukue na muweze kulifanyia kazi, na wakati mwingine tutakapokuwa na program kama hii, basi muweze kulipeleka kwa wachungaji wa mitaa na wazee wa makanisa, nao wakishalibeba litaweza kufanikiwa. Mwisho kabisa, nipende kuhitimisha mwitikio huu kwa kusema yafuatayo. Nipende kuwakumbusha washiriki wote na viongozi wote mlioko hapa kwamba kazi ya utume inahitaji watendakazi. Na programu hii ni programu ya muhimu sana ambayo imewekwa kwa ajili ya kuandaa watendakazi wa kesho. Hivyo basi, nipende kuwaomba vijana hawa muwapokee. Pale mnapohitajika kuwasaidia, tunaomba muweze kuwasaidia. Baada ya kusema hayo, nipende kuwashukuru kwa kunisikiliza na Bwana awabariki. Na sasa, kwa sababu nilikuwa na majukumu mawili, moja ni kurespond juu ya risala ambayo imesomwa hapa, na sasa tunaingia katika ibada ya leo. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba nimeleta salamu za maofisa wenzangu na watumishi wa Union ya Kusini kwenu, naomba msipokee. Na wamekuwa katika shughuli mbalimbali, hasa maofisa. Mwenyekiti wetu alikuwa kule General Conference kwa vikao, hivyo basi asingeweza kufika hapa kwa wakati kutokana na hali aliyokuwa nayo na kusafiri. Na pia mchungaji Magulilo Mwakalonge, wengi wetu tunafahamu ya kwamba alipatwa na msiba, na hivyo walizika siku ya jana, ambaye alikuwa ni dada yake kule Maswa. Hivyo basi naye asingeweza kufika hapa. Lakini basi, baada ya kusema hayo, nipende kushiriki pamoja nanyi mchana wa leo ibada ya leo. Nasi tutasoma katika vitabu kitabu kile cha Mwanzo kuanzia sura ya 37, na leo sitaisoma hizi sura zote, lakini unapopata nafasi isome Mwanzo 37. Tutasoma pia Mwanzo sura ya 39, Mwanzo sura ya 40, lakini pia sura ya 41. Na kwa ufupi tu, kisa cha Yusufu ambacho kinatuhusu sisi, kinakuhusu wewe na kinakuhusu mimi. Maana kanisa la leo linahitaji waaminifu, linahitaji watendakazi waaminifu. Katika ile sura ya 37, Yusufu aliyezaliwa katika familia ya mzee Yakobo, katika watoto 12, yeye akiwa ni mtoto wa 11, lakini akiwa ni mtoto anayependwa sana na mzee Yakobo. Na katika sura ile inavyoanza, inazungumzia jambo ambalo la kushangaza sana, kwamba anatoa taarifa mbaya ya ndugu zake kwa mzee Yakobo. Katika lugha ya leo tungeweza kusema kwamba Yusufu alikuwa chawa, maana alikuwa anaenda anawaangalia, kisha anatoa taarifa mbaya kwa baba yake. Lakini pia ndugu zake wanaonekana kumchukia. Sababu ni nini? Wanamchukia kwa sababu amekuwa akiota ndoto. Na katika sura ile anazidi kutueleza pia, mara ya kwanza anatoa ndoto, anaeleza ndoto aliyoiota. Kumbuka alikuwa na umri wa miaka 17 tu, lakini anaota ndoto, na ndoto ile tafsiri yake inaleta mtazamo tofauti kwa ndugu zake.
Na alipoeleza ile ya pili, ikasababisha baba yake akamuuliza, una maana kwamba sisi wote na ndugu zako tutakuinamia? Lakini jambo la kushangaza ni hili, mzee Yakobo, jambo lile lilibaki moyoni mwake. Hilo ndilo jambo la msingi sana. Lakini katika sura hiyo inaishia mahali ambapo Yusufu anatumwa na baba yake, kama ambavyo alimfanya kuwa chawa, aende kuangalia ndugu zake. Na hata anapofika njiani anakuta mazingira ambayo hakuwaona ndugu zake. Na anapoulizia anaambiwa, nilisikia kana kwamba walielekea Dothan. Naye anaelekea kule, anawakuta. Akiwa yuko njiani kuwakaribia ndugu zake wanapanga kumuua. Lakini mmoja wa watoto wa Yakobo ambaye ni kaka mkubwa akasema, no. Jambo hili tusifanye. Ikiwezekana tumchukue, tumtumbukize katika kisima. Na lile birika lilikuwa halina maji, hivyo wakamweka pale. Sura ya 37 inaisha vibaya kwa Yusufu kuchukuliwa utumwani, na anaenda kuuzwa katika nyumba ya Potifa, akida wa Farao, msimamizi wa askari. Sura ya 38 hatutaisoma, maana inahusu Yuda alipoanza alipomchukua mke wake na familia yake inapozidi kukua. Sura ya 39 hii inaanza vizuri. Alipofika katika nyumba ya Potifa, Biblia inasema Yusufu, Mungu aliweka baraka nyingi kwa Yusufu. Na hiyo ikamfanya yule Potifa, akida wa Farao, akafanikiwa sana katika nyumba yake. Sura hii inazidi kuendelea kutuambia kwamba baada ya familia ile kubarikiwa, Potifa aliamua kumwachia Yusufu kuwa msimamizi wa kila kitu. Lakini sura hii nayo haikumaliza vizuri. Sura hii inakwenda kumaliza vibaya kwa Yusufu, maana kuachiwa kusimamia familia ilimfanya mke wa Potifa akamtamani Yusufu, maana alikuwa na sura nzuri, na hivyo akataka kulala naye. Lakini Yusufu, kwa jinsi alivyolelewa na kwa uaminifu aliokuwa nao, akaamua kumwachia vazi. Na yule mama akasema kwamba sasa huyu alikuwa anataka kunifanyia dhihaka, na akapiga kelele, watu wakaja. Kisha akasema alinifanyia dhihaka, sasa unaona ameacha vazi hili. Hivyo basi sura ile inaisha vibaya kwa Yusufu kupelekwa gerezani. Lakini inapofika sura ya 40 nayo pia inaanza vizuri. Pamoja na kwamba yuko gerezani, inaanza vizuri, maana anakuwa msimamizi tena gerezani. Yusufu anawekwa kuwa msimamizi katika gereza, na anakutana na watu wawili ambao hawa walifanya kosa kwa mfalme Farao, mnyweshaji pamoja na yule mwokaji. Nao wanapokutana nao, siku moja kila mmoja akapata ndoto. Na kila mmoja alipopata ndoto, ndipo wanajieleza mbele ya Yusufu. Naye Yusufu, kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa Mungu, akasema, hili sio langu, hili ni la Mungu wa mbinguni. Ndiye pekee anaweza kutoa tafsiri juu ya ndoto hizi. Na hata alipotoa tafsiri ile kwa yule wa kwanza, ilikuwa na tafsiri nzuri, maana yeye aliona ule mti wa mzabibu na ulivyokuwa unachanua, ukatoa zabibu, na zile zabibu, kwa sababu alikuwa ameshikilia kikombe cha mfalme, akakamua ile zabibu na kisha akaenda kumpatia mfalme.
Lakini kwa yule wa pili ilikuwa ni mbaya. Na hata huyu wa kwanza anapomalizia kutoa tafsiri yake, anasema kwamba kichwa chako kitainuliwa na kisha utarudishwa katika kazi yako. Huyo ni mnyweshaji. Lakini akamwambia, akampa ombi. Hakumwacha hivi hivi. Akamwambia, ukienda kwa mfalme Farao unikumbuke. Bahati mbaya ni kwamba mnyweshaji alipofika hakukumbuka. Lakini kwa yule mwokaji, yeye kwake ilikuwa ni habari mbaya. Maana zile nyungo ambazo zilikuwa na vyakula pamoja na mikate, na ule ungo uliokuwa juu uliokuwa na chakula cha mfalme, na ukaliwa na ndege. Tafsiri yake inaonyesha kwamba sasa huyu yeye atachukuliwa kichwa chake na kisha atauawa. Lakini sura ile ya 40 pia inaeleza kwamba mambo yale, kwa sababu yote yalizungumza matawi matatu ya mti wa mzabibu, nyungo tatu, inaonyesha kwamba ni siku tatu. Na baada ya zile siku tatu ndipo sasa tunamkuta Yusufu akishuhudia zile tafsiri aliyoitoa ikitendeka kama ilivyokuwa. Na sasa tunapokwenda sura ya 41, hapa linatokea jambo la muhimu kwa mfalme Farao. Mfalme anaota ndoto, na kwa sababu mnyweshaji alisahau kumkumbuka yule aliyemtolea tafsiri yake, na sasa amerudi kwenye kazi yake, sasa mfalme Farao anaota ndoto naye. Na sasa anapoota ndoto, inatokea kwamba wapo ipo yale masuke 7 ambayo yalikuwa yamenona, na yale 7 ambayo yalikuwa yamedhoofika. Lakini wapo wale ng'ombe ambao ndio walianza, tafsiri yake inaonekana ndio walioanza, ng'ombe wale walionona na wale ng'ombe ambao wamekonda. Na hivyo anatafuta kujua tafsiri hii na inamshinda. Anaita wachawi wote ili waweze kumpa tafsiri hii na inamshinda. Wachawi wale wakashindwa kutoa tafsiri. Ndipo sasa mnyweshaji anakumbuka, yupo mtu alinipa tafsiri ya ndoto yangu nilipokuwa gerezani. Naye akamwambia, ukimfuata huyu atakusaidia tafsiri ya ndoto hiyo. Yusufu alipofuata na wasaidizi wa Farao, alipoletwa pale, naye akatoa tafsiri ile. Akamwambia mfalme kwamba hao ng'ombe 7, hayo masuke 7 ya kwanza ni wakati miaka 7 ya chakula. Na hivyo basi, hiyo miaka tunatakiwa tukusanye chakula cha kutosha. Maana baada ya hapo, masuke 7, ng'ombe 7 ambao wamekonda, basi itakuwa ni wakati wa njaa. Ndipo sasa mfalme anafikia mahali anatamka maneno yaliyoandikwa katika fungu kuu tulilolisoma. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Nilikuwa najaribu kueleza kwa ufupi kisa hiki, maana hizi sura ni nyingi tusingeweza kuzisoma. Hivyo basi niwaalike wote tupate ombi kabla ya kuendelea na somo la leo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi na hivyo unataka kuzungumza nasi. Sauti yako ikazungumze nasi tukaisikie, na tutakapoisikia basi tukafanye matengenezo katika maisha yetu. Tunaomba tukiamini utakuwa nasi katika jina la Yesu Kristo, amen. Nilitangulia kusema dunia ya leo inahitaji waaminifu kama Yusufu. Dunia ya leo inahitaji waaminifu kama Yusufu. Maana ikipata watu kama hao, kazi ya Mungu ambayo tulikabidhiwa itakwenda kwa haraka. Hata ninapowaona wanafunzi hawa ambao kwa kweli wamejitolea, ninaona uaminifu ndani yao. Maana tunahitaji watu kama hawa. Tunahitaji watendakazi wa namna hii.
ili kazi ya Mungu iende mbele. Sasa natamani kisa hiki cha Yusufu kitupeleke katika mambo muhimu 8 ambayo natamani wewe na mimi tujifunze kupitia kisa hiki cha Yusufu. Jambo la kwanza, Mungu alizungumza na Yusufu kupitia ndoto zake. Mungu anazungumza na Yusufu kupitia ndoto zake. Mmoja wa wahusika ninaowapenda sana katika Biblia ni Yusufu. Maana Yusufu anazungumza na Mungu kupitia ndoto zake. Ukisoma katika hiyo Mwanzo sura ya 37 inaonyesha wazi alikuwa anapeleka kwa ndugu zake kile ambacho Mungu amemwambia. Lakini kisa hiki cha Yusufu, ndoto yake ile ya kwanza ambayo inaonekana pale akiwa na umri wa miaka 17, yeye alifahamu kwamba ndoto hii ilitoka kwa Bwana, na ndoto ile ilifunua kusudi na mipango ya Mungu katika maisha yake. Haikumwacha tu hivi hivi. Lakini nipende kuambia nanyi leo, vijana mlioko hapa ambao mmehitimu leo, washiriki wote ambao tuko hapa, kanisa linahitaji waaminifu. Lakini waaminifu tutawapata katika umri wa aina yoyote, haijalishi uwe na umri gani. Sio tu wazee peke yao wanakwenda kuota ndoto, hata vijana wanaota ndoto. Miaka 17 inaonyesha alikuwa kijana mdogo, naye aliota ndoto. Na katika ile sura ya 37 mstari wa 6 na wa 7 anasema, akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele zangu, mbele ya mganda wangu. Wapo ambao wamechukulia mafungu haya na wakaleta tafsiri mbaya kwamba labda kilikuwa ni kiburi cha Yusufu. Lakini nataka nikuambie leo, haikuwa kiburi cha Yusufu. Ni kwa sababu alikuwa anapeleka ujumbe wa Mungu wa mbinguni. Unaweza ukafikiri kwamba ni kiburi kwa sababu anajisifu mbele ya ndugu zake, mbele ya baba yake. Hata alipozungumza habari ya ule jua, mwezi na nyota 11, unaona kwamba huyu kwa nini nafikia mpaka mzee anamuuliza maana yake ni nini. Lakini cha kufurahisha ni hiki, Yakobo aliliweka jambo lile moyoni mwake. Yusufu aliamini maneno ya Bwana na mara moja akatangaza kwa familia yake, unaposikia sauti ya Mungu ikizungumza nawe, lifikishe jambo hilo mahali husika. Wapo ambao walishindwa kufikisha ujumbe waliopewa, na baadaye Mungu aliwaondolea ujumbe ule, na hatimaye maisha yao hayakuisha vizuri. Tunafahamu kanisa hili lilipoanzishwa, wale waanzilishi walikuwepo kina Hazenfoss na William Foy, ambao walipewa ujumbe na walinyamaza. Nasi leo tukipewa ujumbe na Mungu wetu wa mbinguni, ufikishe. Tukiota ndoto, tuzifikishe kwa wahusika. Tunahitaji kanisa letu liweze kupokea ndoto kwa watu wote. Mungu aliniambia kwamba ninyi nyote mtanisujudia siku moja. Halikuwa jambo la kujisifu, halikuwa jambo la kiburi, lakini lile lilikuwa ni jambo kutoka kwa Bwana. Hata hivyo, tangazo hili la kijasiri lilisaidia tu kuleta karipio kutoka kwa mzee wake, kutoka kwa ndugu zake. Jambo la muhimu ni kwamba ni vizuri kusikia sauti ya Mungu inaponena nawe. Lakini pia usiogope kusema njozi ulizonazo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wapo ambao wanaogopa kwa sababu wanafikiri kwamba kanisa hili ni la wachungaji tu na wazee wa makanisa. Na mimi nipende kuwaambia washiriki, tunahitaji kusikia kutoka kwenu. Maana kanisa hili linawashirikisha wote, sio tu la wachungaji na wazee wa kanisa.
hata kazi tulipewa wote. Tunapaswa kupeleka kazi hii mbele. Lakini kwa sababu tunapaswa kupeleka kazi hii mbele, usiogope kusema njozi ulizo nazo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Si kila wazo zuri utakalo lileta linaweza kupokelewa na kufanikiwa. Wakati mwingine mawazo yetu yanakataliwa. Unaweza ukaleta wazo zuri na kwa jinsi ulivyoliona ni zuri na likakataliwa. Kubali, lakini kwa wakati wake Mungu atalitenda jambo hilo. Wakati mwingine wazo lako zuri linaweza kukugharimu. Wazo lako zuri linaweza kukugharimu. Hivyo basi utambue ya kwamba wakati litakapo kugharimu, kuwa na subira na wala usinungunike. Mungu atatenda kwa wakati. Jambo la pili, Mungu anakusudi kwa kila hatua. Yusufu alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu. Sasa alikuwa na kusudi na maono kwa maisha yake. Hata kama hayakupokelewa, alitambua ya kwamba jambo hili ni hakika litatendeka, japo halikupokelewa na ndugu zake. Yeye alitambua ya kwamba Mungu anakusudi naye katika maisha yake. Maana alishamwambia kwamba hao ndugu zako watakuinamia. Wewe uliyemshiriki, uleumbwa kwa kusudi la kimungu pia. Mungu anaweza asiseme nawe kwa njia ya ndoto, lakini ikiwa utadhamiria kujua mpango wake wa maisha, atakufunulia mambo mengi. Biblia inaweka wazi sana katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 17, napo anasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Nataka niwaambie mchana wa leo, unapaswa kufahamu yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukishafahamu hilo, inatosha. Mungu atatenda kwa wakati. Usiogope maono yako kutopokelewa na wengine. Cha muhimu ujue linatoka kwa Mungu na ujue kile ambacho unapaswa kumfanyia Mungu. Sio tu kwamba kufuata kwa maono yako kutaleta utimilifu, kutokufuata kwa maono yako. Maana Yusufu alishangaa kwamba hawakusikiliza kile alichowaambia, ila kutaweka kumbukumbu na kutaweka mstari kwamba upo wakati jambo hili litatimia. Maono ya Yusufu yalimfanya awe sawa wakati wa nyakati ngumu. Wakati ambapo hakuwa na shida, alileta ndoto yake, alileta jambo lake, maono yale yaliyomjia, lakini hawakuyapokea. Alikuwa ameweka kumbukumbu katika hilo, alikuwa ameweka mstari katika jambo hilo, lakini ilipofika wakati mbaya, ndipo Mungu akatenda. Na ndio maana katika Mithali ile sura ya 29 mstari wa 18 anatuambia, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Baki tu katika mstari, baki kumtegemea Mungu, baki kusubiri ahadi yake, baki kufuata kile alichokuelekeza kukufanya. Ndoto au kusudi lako ulilopewa na Mungu litakutia moyo. Ndoto ama kusudi lako, nafurahi ya kwamba jambo hili nami nalizungumza kwenu, litakutia moyo hata kama halikupokelewa. Litakutia moyo maana litakuchochea na kusaidia kuzuia viashiria vya kimwili. Bila uthibitisho wote kuonekana, jambo hilo mwisho wa siku litatokea wakati ambapo hukutegemea. Na usishangae ikiwa ukikutana na upinzani katika jambo lako. Waweza kuleta jambo zuri na upinzani ukaja. Wala usiogope. Upinzani mkali unaweza kuja, lakini hautaondoa ndoto yako ambayo ndiyo sauti ya Mungu aliyokupatia. Baya zaidi, upinzani unaweza kuja, na mara nyingi unakuja kwa wale walioko karibu nawe. Unapoleta jambo
wale ndio wanakuwa wa kwanza kulikataa. Lakini usiogope. Hata leo ninapozungumza nanyi wanafunzi, msiogope. Najua mna mambo mengi, mna njozi, mna mambo ambayo mnafikiria sana, hasa kwa ajili ya kanisa. Kanisa liko tayari kupokea. Kama mlivyojitolea kwa ajili ya kazi hii ya msingi sana, kanisa liko tayari kupokea. Jambo la tatu, Mungu huleta mafanikio bila kujali mazingira. Yusufu alielewa kwamba yale mambo ambayo Mungu alikuwa amesema naye na kutangaza juu yake ni ukweli bila kujali aliyokuwa anayapitia. Wala hakukata tamaa. Alipokuwa ndani ya lile birika, haikumkatisha tamaa. Alipokuwa kule gerezani, haikumkatisha tamaa. Alitambua ya kwamba jambo hili ni la hakika kwa sababu tu linatoka kwa Mungu. Ndio maana katika Mwanzo 39 anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Anakazia kwa kusema naye akastawi. Naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Hata kama wanadamu watakuchukia kiasi gani, Mungu anaweza kukufanya kuwa baraka hata katika mazingira magumu. Katika mazingira magumu haya, wale ambao walionekana kukuchukia kwa sababu ya kuleta njozi nzuri, nao watashangaa jinsi Mungu anapofanya mambo makubwa juu yako. Mungu anaweza kukufanya baraka mpaka wale wenye chuki wakaonekana kushangaa. Lakini pia Mungu anaweza kufanya jambo kubwa sana na kukupatia baraka nyingi mpaka wakafadhaika. Jambo la 4, ustawi ni zaidi ya utajiri. Katika hilo fungu la 2 sura ya 39 ametuambia kwamba naye Yusufu alifanya nini? Akastawi. Mungu huona mafanikio kwa njia tofauti sana, si kama sisi tunavyoona. Maana sisi tunawaza zaidi juu ya mali. Tunafikiri kwamba nikifanikiwa kuwa na gari, nikifanikiwa kuwa na nyumba, nikifanikiwa kuwa na kazi nzuri, nikifanikiwa kuwa na fedha nyingi, hayo ndio mafanikio. Huo ndio ustawi. Wala sio hivyo. Mungu huona mafanikio kwa njia tofauti. Vitu vya kimwili, material things, wala hivyo havionyeshi ustawi. Mafanikio ya kweli ni kujua kuwa Mungu yuko pamoja nawe. Amina. Mafanikio ya kweli ni kufahamu ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe na anazungumza nawe. Ufanisi wa kweli ni kuweka maono yake hai ndani ya moyo wako. Unapoyaweka ndani ya moyo wako, basi naye atakufanikisha zaidi. Ufanisi wa kweli sio utajiri wenyewe, bali ni kibali cha Mungu. Upako wa nguvu zinazofanya kazi maishani mwako kuzipata. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 inatuambia hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Wala hatupaswi kutanguliza utajiri wa mali. Hatupaswi kutanguliza wingi wa fedha, kufanikiwa katika maisha ya kawaida, kufanikiwa katika kupata fedha, kupata kazi nzuri. Tunapaswa kumtanguliza Mungu kwanza. Hayo ndiyo mafanikio makubwa. Huo ndio ustawi unaozungumziwa hapa. Kanisa la leo linakosa watumishi wa namna hiyo. Ndio maana fungu letu linatukumbusha kwamba wanahitajika waaminifu kama hao. Kwa nini nasema hivyo? Miaka ya nyuma tuliwaona wachungaji ambao walijitolea sana katika kazi hii. Na bahati nzuri hata sasa ukiwaangalia wamekuwa wakifanya vizuri sana. Tunao wachungaji leo ambao wanaangalia fedha. Tunao watumishi leo ambao jambo lao la kwanza ni kuangalia mtanilipa nini.
Na ndiyo maana wanatamani kuwa katika conference fulani. Ukiwaambia waende LTF hawataki. Ukiwaambia waende kwenye conference au field ambazo uwezo wao ni mdogo, hawataki. Tunahitaji watu wa namna hii. Kufanikiwa sio tu tajiri, sio kupata fedha. Hivyo kanisa limekosa watumishi, limekosa wachungaji, limekosa wainjilisti walio tayari kujitolea. Tunahitaji watu ambao wako tayari kujitolea bila kujali utapata nini. Wapo wachungaji ambao wamefanya hii kazi kwa muda wa miaka mingi sana. Wanakwenda Norway, wanakwenda nchi mbalimbali, na wanafanya zilikuwa zinawasaidia, lakini walikuwa hawaangalii kwamba napata ada ya kuendelea na masomo yangu. Walikuwa wanajitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini Mungu naye akawabariki kupitia hilo. Tunahitaji watu wa namna hii. Tunahitaji watu ambao hawatakuwa na mtazamo juu ya utajiri, bali mafanikio yawe kibali kutoka kwa Mungu. Mafanikio yawe kibali kutoka kwa Mungu. Yusufu aliamini kwamba alikuwa amefanikiwa kwa sababu alijua mafanikio yanatoka kwa Mungu, si kwa wanadamu. Alikuwa na mtazamo wa ndani ambao haukuathiriwa na hali yoyote, na ulimwezesha Yusufu kufanya kazi kwa imani, maana aliamini jambo hili litatimia. Badala ya kulalamika, Yusufu aliwatumikia wengine na kuhudumia kwa moyo wote mahitaji yao. Akiwa pale gerezani, aliwajali wale wafungwa wenzake. Wala hakujali kwamba niko gerezani, hakujali kwamba ana hali mbaya. Nami nipende kuwakumbusha na kuwaomba, hebu tujali wenzetu. Na sasa kanisa, kwa sababu linakosa watu wa namna hiyo, tumekuwa na wachungaji, tumekuwa na watumishi wanaopenda kulalamika. Nami nitumie nafasi hii, tunahitaji wachungaji ambao hawatalalamika. Hawatatumia social media kulalamika na kuchafua viongozi. Badala yake, watakuwa tayari kufanya kazi na kwenda popote. Badala ya kulalamika, Yusufu aliwatumikia wengine na kuhudhuria kwa moyo na kuwahudumia kwa moyo. Alipofanya kazi kwa bidii, Mungu alibariki kazi ya mikono yake. Na ndiyo maana alifanikiwa. Hakujali yupo katika hali gani, alimhudumia kila mtu bila kujali kwamba yeye ni mfungwa. Aliwajali wote. Aliwahudumia katika familia ya Potifa, na Mungu naye akaweka baraka juu yake. Na mimi nipende kuwakumbusha, kama tukiwa waaminifu hivyo, kanisa la Mungu litabarikiwa. Amina. Kama Yusufu aliweza kubarikiwa na nyumba ya Potifa nayo ikabarikiwa, kwa nini kanisa la Mungu likose mibaraka kama utakuwa mwaminifu? Kanisa la Mungu litapata mibaraka kwa sababu umejitolea na umekuwa mwaminifu kwa ajili ya kazi yake. Jambo la 5, Yusufu alitambua ya kwamba ni upendeleo tu kutoka kwa Mungu. Na hili napenda kulizungumza kwa msisitizo, maana tupo wengine tukipata nafasi hata ule unyenyekevu unaisha. Hatutambui ni upendeleo kutoka kwa Mungu, na hatimaye tunawaumiza wengine bila kujali kwamba ule ni upendeleo tu tumeupata. Tunawakandamiza wengine, hata wale ambao tumepewa kuwaongoza. Na ili nipende kulizungumza kwenu nyinyi viongozi, tuweni wanyenyekevu mara tunapopanda. Tusipokuwa wanyenyekevu, tutageuka kuwanyanyasa wengine. Yusufu alitambua ya kwamba huu ni upendeleo tu kutoka kwa Mungu. Kama Yusufu angeweza kufanya hivyo, na wewe pia unaweza. Amina. Kama yeye aliweza hivyo, wewe una nguvu iliyoko ndani na unaweza kufanya. Yusufu hata hakuwa na hayo yote, lakini nataka nikwambie, anza kujiona jinsi ambavyo Mungu anavyokuona wewe. Mungu anakuona katika namna tofauti.
hakuoni kwamba wewe ni mkosaji tu, anataka akurekebishe. Na sasa akikupatia upendeleo, fanya kwa ajili yake. Mtu aliyefanikiwa bila kujali hali yake ya kimwili alikuwa ni Yusufu. Wala hakujali kwamba yeye yuko katika mazingira gani, lakini aliwajali wengine, maana alitambua kwamba ule ni upendeleo tu kutoka kwa Mungu. Tambua ya kwa ukubali wa kweli kwamba Mungu yuko pamoja nawe, kwamba amepakwa mafuta na amependelewa. Ukitaka kuonyesha hilo, watumikie wengine kwa moyo, maana unamtumikia Bwana. Ondoa manunguniko na badala yake uweke sifa na shukrani, ukijua Mungu atakamilisha kile alichoanza katika maisha yako bila kulalamika, maana unatambua kwamba huu ni upendeleo. Basi wewe unapaswa kuweka sifa na shukrani kwa Mungu mbele, maana unajua na unatambua ya kwamba Mungu atakamilisha lile aliloliweka moyoni mwako. Jambo la 6, Yusufu alimwamini Mungu ili kuimarisha uadilifu wake. Yusufu alidumisha uadilifu wake, akitambua upendeleo wa uwepo wa Mungu katika maisha yake, na Bwana wa Yusufu aliyemteua na kumweka juu ya nyumba yake yote. Kisoma katika ile sura 39 mstari wa 6, ndipo anapotukumbusha maneno haya. Anasema akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula. Potifa akaacha kila kitu kwa Yusufu. Kwa nini? Ni kwa sababu Yusufu alimwamini Mungu, na ndipo akaimarisha uadilifu wake. Yusufu aliweza kudumisha utimilifu wake kwa sababu hakujali maoni ya wanadamu. Kuachiwa ili aisimamie nyumba, alitambua ya kwamba mke sio halali yake. Akatambua ya kwamba nikifanya hivyo si tu namkosea Potifa, lakini katika lile fungu anasema nifanyeje ubaya huu mkubwa? Nimkose nani? Mungu, wala sio Potifa. Alitambua ya kwamba Mungu alimwamini, na ndio maana akaongeza uadilifu wake. Yusufu aliweza kudumisha utimilifu wake kwa sababu hakujali maoni ya mwanadamu. Hakufikiria faida au matokeo ya matendo yake kulingana na yale ambayo Potifa bwana wake angeweza kufanya. Na ndiyo maana anatamka neno hili, nifanyeje ubaya huu mkubwa? Nimkose Mungu. Jambo la 7, Mungu atakuinua kwa wakati wake. Yusufu aliishi maisha ya kumtegemea Mungu, na aliyeishi katikati ya dhiki nyingi. Alijua mustakabali wake ulikuwa mikononi mwa Bwana, kwa sababu ni sauti iliyotoka kwa Mungu. Na sasa tunakumbushwa katika kitabu cha Zaburi sura ya 75 mstari wa 6 na wa 7, ambayo inatuambia, maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, humdhili huyu na kumwinua huyu. Hivyo basi Mungu alimuinua Yusufu, naye atakuinua kwa wakati wake. Kumtegemea kwake Mungu kungefungua mlango ambao ungebadilisha historia kiuhalisia na kuwa onyesho kubwa zaidi ya tabia yake. Yule mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji wa mfalme yule wa Misri walimkosea bwana wao. Mfalme wa Misri naye akawatia gerezani kama ambavyo Yusufu aliwekwa gerezani na Potifa. Hapo wote wawili waliota ndoto kama ambavyo nimewaeleza ukisoma katika sura ile ya 40 mstari wa 1 mpaka wa 7. Na Yusufu anaonyesha imani na tegemeo kwa Mungu wa mbinguni. Anapokwenda kutafsiri ndoto ile, anasema maneno haya:
kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhali niambie. Anatambua ya kwamba Mungu yule aliyempa maono ndiye ambaye atampa kuweza kutafsiri. Na hata anapokwenda kuwatafsiria ndoto ile, anawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Hebu niambieni. Hatimaye Farao mwenyewe aliota ndoto. Na hapa anaota ndoto, anaita wachawi wote, lakini hawakuweza kufasiri. Mungu alikuwa karibu kumtoa Yusufu kutoka kwenye hali ngumu hadi kwenye utajiri. Maana Yusufu hakujali kupata ule utajiri ambao tunauwaza sisi. Hakujali kuona kwamba angekuwa na mali nyingi. Ila Mungu, kwa sababu aliona uaminifu wake, yeye akawa amepanga kumtoa na hatimaye kumfanya kuwa tajiri. Mfalme alipojua uwezo wa Yusufu na kufasiri ndoto, alituma aitwe. Na kisha alipotuma aitwe, Yusufu alikuja akiwa tayari. Alipokuja kwa ujasiri, anarudia maneno yale yale. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na kiburi mahali ambapo utafanya jambo zuri. Mungu akikuwezesha kufanya jambo zuri, usijiinue na ukawa na kiburi kiasi ambacho watu wakaacha kumuona Mungu wakakuona wewe. Hili Yusufu alilifanya. Alitambua ya kwamba anayepaswa kupewa heshima ni Mungu wa mbinguni, na ndiyo maana akasema, ni Mungu wa mbinguni pekee, si mimi. Na hatimaye Mungu anamuinua Yusufu. Jambo la 8 na la mwisho ambalo mchana wa leo natamani tulione. Mafanikio yanaweza kukujaribu zaidi ya ugumu. Na hili natamani nizungumze nanyi, hasa wale ambao wakati fulani tumepitia majaribu, na majaribu yakatupitisha kwenye shida ngumu sana. Unaweza ukafika mahali ukaona baada ya mafanikio ukajaribiwa tena. Ikawa ni afadhali ungebaki tena kwenye shida kuliko kufanikiwa. Kupitia mfano wa Yusufu tumetambua ya kwamba upo umuhimu wa kumtafuta Mungu hata zaidi ya pale mambo yanapoenda vizuri. Mafanikio yatajaribu tabia zako. Mafanikio yanajaribu tabia zako. Na hata unapotoka kwenye changamoto, unaweza ukaanza kuja kwa kiburi ukisema, wale walinifanyia, nami sasa niko tayari kupambana nao, maana umefanikiwa. Hilo ni jaribu. Ni heri basi ungebaki kule katika changamoto. Mafanikio yatajaribu tabia yako zaidi ya ugumu uliopitia. Lakini je, ulijua kwamba mafanikio yamewapotosha watu wengi zaidi kuliko magumu waliowahi kuyapata? Alipokuja Yusufu nyumbani, wakamletea ile zawadi iliyokuwa mikononi mwao nyumbani mwake, wakamwinamia mpaka chini. Wale ndugu zake, ndoto inatimia kama alivyoeleza katika ile sura ya 37. Na hata yeye alipowaona aliwahurumia. Badala ya kuanza kuwalipiza kisasi, matokeo yake aliwapokea na aliwapenda ndugu zake na akawasamehe. Nami niwaambie leo, unapofanikiwa usirudi tena. Unapojaribiwa na ukapitia changamoto, pale unapokuwa umerudi katika mafanikio, jitahidi sana usije ukaingia katika jaribu lingine. Nao wanamwinamia mpaka chini. Kisa cha Yusufu ni nguvu iliyojaa hekima na ukweli. Naamini kila Mkristo anahitaji kusoma hadithi yake, kisa hiki ambacho wewe na mimi leo tumekiona. Kila mmoja wetu, kama tutakuwa kama Yusufu, basi tutakuwa waaminifu kwa kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu
itafanyika kwa haraka sana. Ninapokwenda kuhitimisha, naomba nizungumze maneno haya. Kama nilivyokwisha kutangulia pale mwanzo, dunia ya leo inahitaji watu kama akina Yusufu. Dunia ya leo inahitaji watu waaminifu kama akina Yusufu. Dunia ya leo inakuhitaji wewe na mimi tuwe waaminifu kama Yusufu. Watu waaminifu ambao watamwamini Mungu hata katika mazingira magumu. Hivyo basi, nipende kukualika mchana wa leo kuwa mwaminifu hata unapokuwa katika mazingira magumu, naye atatimiza ndoto yako. Utume wa kanisa unahitaji watumishi wa Mungu ambao ni waaminifu na waadilifu ili kupeleka utume wake. Katika union yetu, sina hakika katika mikoa yote hii ya union yetu ya kusini kwamba idadi ya wakazi imefikia kiasi gani sasa. Lakini ninatambua ya kwamba taarifa zetu za mwaka jana mwishoni zinaonyesha tuna washiriki 266,000. Bahati nzuri taarifa hizo zipo katika mitandao. Utaona jinsi kazi ilivyo kubwa. Bado tunayo kazi kubwa. Tunahitaji vijana kama hawa. Tunahitaji watu walio waaminifu kama akina Yusufu ili kwenda kufanya kazi yake. Watu 266,000 katika union kubwa kama hii bado sio kitu. Tunayo kazi kubwa sana ya kufanya. Lakini union yetu ina maeneo ambayo hayajafikiwa kabisa. Hayana hata Mwadventista hata mmoja. Kuna vijiji ambavyo ukifika hata ukiuliza wanakuambia hivi Waadventista ni akina nani? Mchana wa leo nipende kukukumbusha utume wa kanisa la Waadventista wa Sabato unahitaji watumishi wa Mungu ambao ni waaminifu, ambao wako tayari kutumika, ili taarifa hizi zisiendelee kubaki kama tunavyoziona. Tunamsubiri Yesu aje atuchukue kwenda mbinguni, lakini tunalo jukumu kabla hajaja. Maana hawezi kuja mpaka tutakapohubiri injili ulimwenguni kote. Tunayo maeneo ambayo hawajui Mwadventista. Hatuna sababu ya kuanza kulumbana. Hatuna sababu ya kuanza kupigishana na kelele na kuanza kuleta hoja zisizo za msingi. Tunatakiwa tuwe waaminifu na kazi yake iende mbele. Natamani mchana wa leo wewe na mimi tukawe kati yao wale ambao watakuwa watumishi wa Bwana waaminifu, walio tayari hata kama Bwana ataruhusu wapitie magumu, lakini watambue wito ambao Mungu amewaitia. Hivyo basi, ninapokwenda kumaliza, natamani tuuimbe tena ule wimbo namba 138 ambao unatukumbusha, na liwe ni ombi lako wewe, kwamba nitakuandama kote, hata kama utanipeleka vilindini mwa giza. Kinachohitajika ni uaminifu wetu kwa Mungu wetu. Kama ndilo ombi lako, basi mchana wa leo ungana nami tunapoimba wimbo huo namba 138. Basi usogee hapa mbele na nitamuomba mchungaji Deogratias Babaganya aje atuweke mikononi mwa Mungu. Tunahitaji waaminifu kwenye kazi ya Mungu ili kazi ya Mungu isonge mbele. Kama ni ombi lako, tusimame, na tunapokwenda kuimba wimbo huo, basi tusogee hapa, kisha Bwana atubariki. Nitakuwa
Tukidumu kusimama, tufumbe macho, tuombe. Mtakatifu Baba yetu wa milele, Mungu unayetupenda, Mungu uliyetuumba na kutukomboa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, mchana wa leo wa Sabato ya pekee tunakushukuru kwa neema na upendo na huruma zako. Asante kwa sababu ya mtumishi wako, kupitia kwake umenena nasi mchana wa leo, na neno lako tumelisikia likituasa kwa namna ya pekee kwamba katika ulimwengu huu uliochanganyikiwa, ulimwengu unaokaribia mwisho, ulimwengu ambao hauna matumaini, lakini kwako bado tunaona tumaini. Kwako bado tunaona nuru ya upendo wako, na unatuita wote kwa jumla, watoto kwa vijana, wa kike kwa kiume, wazee, watu wazima, ukitusihi kwamba tuonyeshe uaminifu. Baba, asante kwa sababu ya neno lako, nasi tumesimama kwa kuitika na kusema tutakuandama kote, na kuna thawabu ya watu wanaokuamini na kukutii. Wewe umeahidi thawabu ya uaminifu. Asante kwa sababu ya vijana ambao wamekuwa wakitumikia katika kipindi hiki, katika student canvassing, na siku ya leo wanapohitimisha. Yesu, asante kwa uwezo wa kuwatumia na kile ambacho wamekifanya. Tumesikia taarifa yake, tunakurudishia sifa na shukrani Baba. Na hivyo kama mkutano mzima tumesimama mbele zako tukikiri juu ya uwezo wako na rehema zako, na kujisalimisha kwako kwamba tuko tayari kukuandama. Na hivyo Yesu, tunajisalimisha kwako, Roho wako akatutawale na kutuongoza, tukuandame maisha yote, kadufanye kwa uaminifu. Roho wako ikaonekane ndani yetu. Yale maneno ya Farao yaliyotamkwa kwa Yusufu yakatamkwa kwa kila mmoja wetu, iwe kwa vijana wadogo, iwe kwa watu wazima, iwe kwa wanawake au kwa wanaume, bila kujali nafasi tulizo nazo. Yesu, kadufanye wanyenyekevu. Roho wako akaonekane ndani yetu, kusudi wale wasiokutambua kama Farao wakituona sisi wakatambue kwamba tuna Roho wako anayeonekana katika maisha yetu, Mungu wa mbinguni. Na hivyo mchana wa leo tunakusihi Roho wako basi akatutawale mkusanyiko wote, akatuongoze sawasawa mapenzi yako, tukaifanye kazi yako tulioitiwa. Na neno lako kupitia kwa mtumishi wako ambaye umeweza kutuambia kwamba tuwe wanyenyekevu tukikuinua wewe, Yesu, Roho wako akalifanye liwe hai katika maisha yetu. Na hivyo mchana wa leo tunakusihi tukikuomba Baba, ruhusu wako mtakatifu basi akatawale kusanyiko hili. Watu wako tunapofika mwisho wa ibada hii, Yesu, ukawe umetusogeza karibu nawe na kutuonyesha wito uliotuitia wa kuifanya kazi yako katika kipindi hiki. Asante kwa sababu ya neema na upendo wako ukadhihirika katika kusanyiko hili la watakatifu wako mchana wa leo. Tunapofika mwisho wa programu ya asubuhi ya leo, uwe na kila mmoja wetu. Ndivyo tunavyoomba katika jina lake Yesu, amen.